linalohusu kumwambia Roho Mtakatifu aweze kutawala moyo wako wote. Roho Mtakatifu, tawala moyo wangu wote. Tuliangalia baadhi ya mambo ambayo yanaashiria kwamba tukiyafanya Roho Mtakatifu anakuwa anatawala moyo wangu wote. Jambo la kwanza tuliangalia ni kumpa nafasi ya kwanza Roho Mtakatifu. Kumpa nafasi ya kwanza Roho Mtakatifu, anakuwa anaweza kutawala moyo wako wote. Usimpa nafasi ya kwanza, ina maana ni kwamba hawezi kutawala. Lakini pia jambo la pili tuliangalia ni kumpa funguo za utawala wa maeneo yote katika moyo wako. Tukatolea na mfano wa vyumba, ipo chumba cha uchungu. Tukasema yako maeneo ya nje ambako mtumishi au mtu yeyote anapokuja wewe unaonekana kwa watu. Sasa kuna yale mambo ambayo hayaonekani, lakini pia yanamnyima Roho Mtakatifu nafasi. Tukatoa mfano ya sebule. Nyumba kubwa ambayo ndani yake ina sebule na chumba tofauti. Unaona kama kuna mambo kidogo unakuja na kurudi. Sio kama tatizo ni mic. Amina. Baba, iko nyumba yenye vyumba vingi. Kuna chumba cha sebuleni ambapo kila mgeni akija lazima ataingia pale. Lakini kuna vyumba vingi vya nje ambavyo yule mgeni pia anaweza asipate nafasi ya kuingia. Kwa hiyo nasema mara nyingi sebuleni huwa tunapanga vizuri, anaonekana. Sebuleni unakuta panajakiwa mara kwa mara, panakuwa safi. Mtoto akicheza kidogo tu makocha anaweka vibaya, mama anajaribu kuweka sawa. Tukasema hiyo sebule ni ile namna ya nje inaonekana wakati unapokuwa katikati ya watu, ama siku ya Jumapili tu unapokuja kwenye ibada au unapokuwa kwenye maombi. Lakini kuna vyumba vingine vipo ambavyo watu hawezi kuona. Chumba cha uchungu, chumba cha tamaa, chumba cha masengenyo. Roho Mtakatifu hana nafasi. Ana nafasi tu sebuleni peke yake. Nafasi tu wakati wa ibada. Nafasi tu siku ya Jumatano. Nafasi tu wakati wa maombi. Lakini huo muda mwingine hana nafasi. Uchungu, tuliangalia kwa kina, na leo tunasogea mbele kidogo. Amina. Tunaangalia kipengele kimoja tu. Ni kuruhusu Roho Mtakatifu awe na neno la mwisho. Awe na neno la mwisho katika moyo wako. Kumruhusu Roho Mtakatifu awe na neno la mwisho katika maisha yako. Tunaposema kumruhusu Roho Mtakatifu awe na neno la mwisho katika maisha yako au ndani ya moyo wako, maana yake ni kumruhusu Mungu awe na nafasi ya mwisho katika kila jambo la maisha yako. Awe ndio mtu mwenye maamuzi ya mwisho katika kila jambo ndani ya moyo wako. Pale Roho Mtakatifu anapokuwa ndio maamuzi wa mwisho katika kila jambo ndani ya moyo wako, ndipo sasa tunasema yeye ndio tunampa, anakuwa mwamuzi au neno la mwisho linatoka kwake. Hata kama miili yetu, hisia zetu, akili zetu, matakwa yetu au mazingira yanatushawishi kwa tofauti, bado neno la Roho Mtakatifu ndio litakuwa la mwisho katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe.
Hapo ndipo ambapo sasa tunapokuwa tumempa nafasi. Tunapoamua, tutaona mbeleni, ili somo la leo ni hatua la kivitendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni la kivitendo. Na hii ndio hatua ya ndani kabisa ya kujisalimisha, pale ambako neno lake ndio linakuwa maamuzi wa mwisho, na si matakwa yetu, na si maamuzi yetu. Unaweza kuuliza, mara ngapi sisi uchungu ndio unakuwa na maamuzi, hasira ndio inakuwa na neno la mwisho kwa somo takatifu, majivuno ndio yanakuwa neno la mwisho sio takatifu. Roho Mtakatifu anataka yeye ndio ana neno la mwisho katika maisha yetu. Tunapokuwa Roho Mtakatifu ndio neno la mwisho, kabla hujaongea chochote, mtamuuliza kwanza Roho Mtakatifu. Hasira inapowaka, bado hautairuhusu hasira iweze kuendesha mtazamo wako, maneno yako, mwenendo wako. Utasubiri Roho Mtakatifu ndio atakuwa maneno la mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tutakwenda kuangalia Roho Mtakatifu anapokuwa na udhibiti wa 100% ndani ya moyo, ndani ya moyo wa mwanadamu. Hapo ndipo tunaposema Roho Mtakatifu yeye ndio mwenye neno la mwisho katika maisha. Tutaangalia katika maisha yetu inakuwaje. Lakini unaweza kukuta mtu anaweza kusema Bwana Roho Mtakatifu naomba niongoze, kama tunavyokuwa tunaomba Roho Mtakatifu niongoze, Roho Mtakatifu niongoze, Roho Mtakatifu niongoze. Katika tunapokuwa katika ibada kama hivi, Roho Mtakatifu niongoze. Lakini sasa tunapokuwa katika majaribu au katika uhalisia wa maisha yetu ya siri au nje, tunakuwa tofauti na uongozi wa Roho Mtakatifu. Pale mtu anapokuuzi, hasira ikawaka, hasira ndio inakuwa maamuzi wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akakasirisha, utakusamehe ndio unakuwa maamuzi wa mwisho. Na mambo yanayofanana kama hayo katika maisha yetu. Roho Mtakatifu kuwa maamuzi wa mwisho, kuwa mwenendo wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba haya mambo hayatupati. Katika moyo wa mwanadamu, jinsi ulivyoumbwa, kuna wakati utakuwa na hasira. Hasira itakuja, lakini je, nani mwenye maamuzi ya mwisho? Akiwa ni Roho Mtakatifu na maamuzi ya mwisho, mtu atakapokuzi, Roho Mtakatifu anaambia tulia kwanza. Tutakwenda kujifunza kwa kina. Soma katika Wagalatia 5:16-17. Wagalatia 5:16-17 nasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kama tamaa za mwili. Kwa sababu mwili utamani kushindana na Roho, na Roho kushindana na mwili, kwa sababu hizi zote zimepingana. Kwa hiyo kumbe ile andiko ukiangalia Wagalatia 5:16-17 tunaona kumbe katika maisha ya mwanadamu, moyo wa mwanadamu yako mapambano. Mwili unatamani ufanye matakwa yake, ufanye mapenzi ya mwili, lakini ndani pia kuna uongozi wa Roho Mtakatifu. Uongozi wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anapovuta kwa Mungu katika mapenzi ya Mungu, mwili nao unavuta katika matakwa yake, mapenzi ya mwili.
Sasa Biblia inasema mwili unatamani kufanya matendo ya mwili, roho nayo inatamani kufanya matendo ya roho. Hizo zote zimepingana. Kulikuwa kuna kuvutana huko. Sasa mwenye maamuzi ya mwisho ni wewe mwenyewe. Ndio utakaoamua sasa ujisalimishaji wako kwa Roho Mtakatifu au kwa mwili. Ndio utakaoamua upande gani kuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakwenda kupitia baadhi ya maeneo machache ambayo ndio tutakwenda kuyahitimisha kwa vitendo. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia pale ambapo mtu anakasirika, ikiwemo katika mwili, na wakati huo Roho Mtakatifu ikiwemo katika roho. Amen. Na ndio ile kisasi na mtu kakuuzi. Na mazingira yanatokea, lakini unasikia nataka kulipiza kisasi. Ni kitu kinatokea katika mwili. Kitu gani kinachokishawishi wao uweze kufanya? Na wakati huo roho, upande wa roho kitu kinatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata katika majivuno nakuta mtu anataka kujitukuza. Kitu gani? Na Roho Mtakatifu anasema. Kwa tutaangalia yote. Pale ambapo unataka kufanya mapenzi ya kwako mwenyewe, Roho Mtakatifu anakuambia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Tuanze na ile ya kwanza. Pale ambapo mwili ukisema kasirika, na Roho anapotuambia tunyamaze. Hasira ni mojawapo ya eneo la ndani kabisa ambalo ndio linaloamua, linaloonyesha ni nani katika maisha yako ana uamuzi wa maisha. Tunajua kwamba katika mazingira ya kawaida kuna wakati mtu unaweza ukapata hasira, mtu amekasirisha, amekwaza. Mtu anaweza kusema kwa mfano mshitoni hapo mzee anaisha vizuri kabisa, anafanya mazoezi zote, alafu anapokuwa anaisha, mimi nasimama naambia mzee, kwa kweli hii ama ulichofanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitu gani kinatokea pale? Katika hali ya kawaida atajisikia vibaya, sivyo? Atasikia hasira itawaka ndani yake. Kwa hiyo sasa anaposikia hasira, mtu wa mwilini anapotasikia hasira na matokeo ya ile hasira kuzidika, ndio inaoamua ni nani mwenye utawala ndani ya roho wake. Nimetoa mfano wa namna hiyo, lakini katika maisha yetu pia kuna watu wanatuwaza, tunafika kiwango ambacho tutakuwa na hasira. Nashangaa mtu hasira, akiwa hasira mtu anaanza kumchukia mtu. Ni nini kinatokea pale ambapo hasira imewaka? Hasira inapowaka ndio inaoamua nani mwenye utawala. Kwa hiyo mtu yeyote yule ambaye hasira, kuna mazingira yanatokea unakuwa hasira inakutawala, basi roho wa Mungu hayupo, sio anatawala moyo wako. Na Yesu asifiwe sana. Hilo ni eneo la kwanza ambapo nataka kutathmini, eneo la hasira. Je, wewe ni mtu wa kuwa na hasira? Mtu anapokukasirisha au mazingira ambayo yanakufanya unakuwa katika hali gani? Lakini moja wapo ya kuonyesha kwamba Roho Mtakatifu sio mwenye neno la mwisho. Amen. Mtu kakukasirisha, kakuuzi, hapo utasikia mwili unaanza kuchemka. Mwisho wa Mungu alikuwa anaimba pengine hapa miongoni mwa wanakuwa pale wamekutana pengine au katika maombi au katika umekaa mwenzako pale, kuna namna tu unaona mmeongelea sivyo. Amen. Au katika jamii huko kuna namna jirani yako
Ukashangaa sasa unaanza kukasika au unaanza kukushiku. Ale chiku likashiria namna fulani ambayo sasa unalazimisha mwili mtu wa mwili. Acha. Mwili unaanza kukasirika. Usinyamaze. Huo ni mwili. Mwili unaanza kuashiria hali fulani ndani yako. Kwa sababu mwili unaotawala. Kwa nini kakushiku hivi? Na wewe chiku, tena mchiku kwa ukali. Mkasirikie, usiongee naye. Mwili unaanza kuashiria. Na wewe mwambie maneno makali zaidi. Ni mwili huo. Sasa ile inaanza ndani. Lugha ya sauti. Sauti ya ndani na inaanza kukuambia kutaka. Simisha kwa ukali leo mantiko. Unakuta mtu pengine nimeongea ni mke na mmepishana tu kidogo. Kaongea neno tu nikakusoma. Unashika mtu naye anaanza kulipuka. Na maneno mengine magumu sivyo. Ni nini kinatokea? Mwili, utawala wa mwili. Usinyamaze. Na wewe chiku tena chiku kwa ukali. Unakuta sasa mtu anapagua nini fanya haya na hii. Anakuta kasa kuwaka. Muoneshe kwa wale uko chini, usikubali kuwa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili. Na kama hatuko huo, Roho Mtakatifu anakuambia mwanangu, nyamaza. Nyamaza, usiongee. Tulia tu. Amina. Amina. Nani mwenye neno la mwisho? Nani mwenye neno la mwisho? Ni hasira au Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu anakuambia mwanangu, nyamaza. Utaharibu dakika moja hiyo. Kile ambacho nimekijenga kwa muda mrefu ndani yako. Kuna namna ambavyo tunaongea maneno alafu baadaye yanakuwa na majuto. Yanakuwa na madhara makubwa sana. Roho Mtakatifu anakuambia nyamaza mwanangu. Utaharibu. Ukiongea maneno utaharibu kile kilichokujenga kwa muda mrefu ndani yako. Utaharibu uhusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Niachie mimi. Unaponyamaza, kaonesha unyenyekevu kushuka. Roho Mtakatifu ndio anakuwa mwenye neno la mwisho. Lakini pale ambako umpi nafasi yeye, anakuambia usikasirike. Ndio kabisa kwamba usistahili kukasirika, lakini usikasirike. Achilia, tulia, nipe nafasi mimi nifanye kwa niaba yako. Nipe mimi ndio maamuzi wa mwisho wake. Ukitii ndio Roho Mtakatifu anakuwa ndio mwenye neno la mwisho katika maisha. Wewe sio unajikuta umeshinda hasira. Na furaha ambayo iko ndani ya Roho Mtakatifu inampa nafasi yeye kufanya. Nani mwenye neno la mwisho katika hasira? Kila mmoja hapa kuna nyakati anakasirika. Lakini unapokasirika, nani mwenye neno la mwisho? Nani mwenye neno la mwisho? Amina. Roho Mtakatifu anataka tu neno la mwisho. Yakobo 1:19 anasema kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa maana Yakobo anasema kila mtu, amwambie tu, anasema kila mtu hapa. Sababu anajua kila mtu anayo nafasi ya kukasirika. Lakini anasema si mwepesi wa nini? Awe mwepesi wa kusikia. Awe mwepesi wa kusikia. Unaweza kusikia neno baya, lakini si mwepesi wa kusema. Nyamaza. Roho Mtakatifu anakuambia nyamaza mwanangu, usikie. Wewe ukakasirisha, wewe ukakuhuzunisha, wewe ukakuumiza, lakini ndani yake Roho Mtakatifu anakuwa upande mwingine, anakuambia mwanangu, nyamaza. Usiseme. Utaharibu kile kilichokujenga
kwa muda mrefu. Kwa maana nikosema kila mtu na awe mwepesi wa kusikia na si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Kwa maana anapokasirika, hasira ya mwanadamu ni tendo yake ya Mungu. Kwa hiyo kuna haki za wanadamu na haki ya Mungu. Tunapokasirika tunafanya haki ya mwanadamu, si haki ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hasira inaweza kuharibu. Maneno tunayatoa yanaweza kuharibu uhusiano wetu. Maneno tunayatoa yanaweza kuharibu hata uhuru unao. Maneno tunayatoa yanaweza kuharibu utumishi unao. Ukiwa kimya, usipokuwa mwepesi wa kusema, ukawa mwepesi wa kunyamaza, ukamsikiza Roho Mtakatifu, tunaweza kujenga kwa pamoja baada ya kubomoa. Badala ya hasira ambayo inaleta moto ni kama moto unawaka, Roho Mtakatifu anatuliza gaza na amani inatawala. Waefeso 4:26-27. Waefeso 4 mstari wa 26-27 sema, mwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisije na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe Ibilisi nafasi. Kwa hiyo kumbe Roho Mtakatifu anapewa nafasi ya neno la mwisho. Hatufundishi tu kutokasirika, bali hata tunapokasirika hasira anatufundisha kuitawala hasira. Nani mwenye neno la mwisho, hasira au Roho Mtakatifu? Wakati unapokasirika katika majaribu, hasira inakuja, ndugu yako anakukasirisha, ukafika hatua sasa ya kufika kiwango cha kukasirika. Nani mwenye neno la mwisho, Roho Mtakatifu au ni hasira? Yupi unaompa nafasi ya mwisho? Leo tunajifunza Roho Mtakatifu au ndio mwenye neno la mwisho juu ya kile cha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ifuze sasa kumwambia Roho Mtakatifu asiye anapokuja nisaidie isiweze kunitawala. Unipe hekima ya kuweza kufanya hayo mapenzi yako. Amina. Lakini pia wakati mwingine haya maisha yetu tunaangalia ya kawaida kabisa katika maisha yetu ya kiutumishi. Tunayapitia kama watu wa Mungu. Hatuepukiki kwa sababu tuko katika dunia hii. Kuna wakati ambapo inatokea mtu amekufanyia leo mabaya, moyo unataka kulipiza kisasi. Kila mtu kuna namna tulivyokuwa duniani huko. Kuna namna kuna mtu amekufanyia ndani ya moyo wako, alafu unasikia unataka kulipiza kisasi. Ipo. Unataka neema mabaya ya kukute. Ipo. Kuna mtu katika nafasi hiyo ndani ya moyo wake katika nyakati tofauti. Ila za huko nyuma wanasema Biblia inasema zama za ujinga. Ulikuwa na namna ambayo mtu amekufanyia mabaya kiwango ambacho sasa unataka na yeye. Mwili unaanza kuzaa pale ndani, unaanza kuambia hapana, usikubali. Kwa haya aliyokufanyia usisamehe. Usisamehe. Acha na yeye audie. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili unaanza kusema uko ndani yako. Acha na yeye ampate mabaya. Acha na yeye achute. Acha na yeye apitie magumu. Huo ni mwili unaanza kuashiria matendo ya mwili ndani yako. Unaweza kusema hapa, acha na yeye akute. Mwili unaanza kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio. Ufanyia mabaya ndugu yako na wewe unataka kulipiza kisasi. Mwili unakushawishi kulipa kisasi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kusema samehe, hapana, siwezi kusamehe kirahisi, siwezi. Nataka na yeye apate adhabu hiyo, yeye ananipitisha na yeye apitie kule kule. Bwana Yesu asifiwe. Sizipo hizo jamii, si maisha hapo. Lakini ni mtu mwingine kafahamu yeye mwenyewe. Kuna nyakati ulisema hivyo, ulitamani ndugu yako yamkuti mabaya kwa sababu tukakufanyia wewe ubaya. Wakati Roho Mtakatifu ndani yako anaanza kukuambia, mwanangu, samehe, achilia, nipe mimi nafasi. Ile nafasi, sauti inakuwa chini sana. Kadri unapoanza kuitii, ndipo ambapo inakuwa na nguvu. Ndivyo inaweza kuwa na nguvu. Na si tu ndani yako inakwambia usifanye hivyo. Samehe. Achilia mwanangu. Usipe kisasi. Kisasi ni cha Bwana, sio cha kwako. Sasa mwili na roho zinapingana. Mwili unakushawishi wewe karibu kisasi. Roho Mtakatifu ndani yako anaanza kuambia mwanangu, achilia. Usilipize kisasi. Niachie mimi. Roho Mtakatifu anakuwa na kushika. Nani mwenye neno la mwisho? Ni mwili au ni Roho Mtakatifu? Ni mwili au ni Roho Mtakatifu? Mwili unakushawishi, hapana, usisamehe. Yeye amkuti mabaya kama alivyokupitisha. Yeye achute aone magumu. Anakupitisha yeye apitie huko. Roho Mtakatifu ndani yako anakuambia, mwanangu, usipitishe. Kisasi ni cha kwangu mimi. Achilia. Nipe mimi nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema usiishie ubaya kwa ubaya, bali uishie ubaya kwa wema. Waebrania ni Warumi 12:19-21 anasema, wapenzi